السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين حبيبنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه غر الميامين. أما بعد، اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة النجم مكية وآياتها 62، وهي سورة 53 في ترتيب المصحف الشريف. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mbele yetu ni suratu Najm, ambayo sura hii imeteremshwa Maka. Idadi ya aya zake ni 62 na ni sura ya 53 katika mpangilio wa sahaba. Kama zilivyo kawaida za sura ambazo zimeteremshwa Maka katika kuzungumzia mambo ya risala, mambo ya imani bilba'thi wan nushur, utume wa mitume, kuamini ufufuo na kukusanywa wanadamu baada ya kufa kwao. Na sura hii, sura Najm, pia inazungumzia hivyo. Lakini mwanzo kabisa wa sura hii imeanza mazungumzo kuhusu Mi'rajun Nabii sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam kupandishwa mbinguni kwenda kukutana na Mola wake tabaraka wa taala, alladhi kana mu'jiza li rasuli insania, ambalo jambo hili lilikuwa ni muujiza kwa mtume wa kibinadamu, kwa sababu mitume wa malaika wa kimalaika ilikuwa ni kawaida, sio muujiza kwenda huko, bali wako huko. Lakini kwa mtume wa kibinadamu jambo hili ni muujiza kwa mtume wa kibinadamu kwenda huko kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini vile vile sura hii kaeleza yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyaona katika ajaib wa gharaib fi malakuti llahi alwasi. Aliona mambo mengi ya ajabu huko mbinguni katika ufalme mpana wa Allah tabaraka wa taala, mimma yudhishu al-uqul, mambo ambayo akili zinastaajabu, wa yuhayyiru al-albab, na vile vile akili ushangaa namna ya mambo hayo aliyoyaona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sura hii imewakumbusha watu mimma yajibu alayhi min al-imani wat-tasdiq, inawakumbusha watu jinsi ya wajibu wao katika kumwamini mtume na kumsadikisha, wa adamu al-mujadala wal mumara fi mawadhi al-ghaib wal wahyi, na kutojadili katika yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea katika mambo ya wahi na mambo ya ghaib. Hii ilikuwa ni safari ya maajabu ambayo ilionyesha vile vile muujiza aliopewa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usilichukulie jambo hili kwamba lilikuwa jambo la kibinadamu, lichukulie kwamba jambo hili liko nje ya uwezo wa kibinadamu. Tumeelewana? Kwa sababu hata mtume alipoelezwa na Allah, alipoteremshwa aya kuelezea safari yake ya Isra, achilia Mi'raj, safari yake tu ya Isra, maana kuna Isra na kuna Mi'raj. Isra ni safari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam
kutoka Makka kwenda Sham, Baitul Maqdis. Subhanalladhi asra yusri israa, ndio ilipotokea neno isra kupitia aya hii. Subhanalladhi asra bi'abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu. Allah anasema utakatifu wa maovu ni wake yeye Allah ambaye amempeleka wakati wa usiku mja wake kutoka msikiti mtukufu wa Maka mpaka msikiti wa Baitul Maqdis, alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina, tulimpeleka huko ili tukamuonyeshe miujiza yetu. Ilikuwa ni safari maalum. Hata pale Baitul Maqdis Mtume sallallahu alaihi wasallam alionyeshwa katika ajabu za Allah tabaraka wa taala. Achilia miiraji ambayo safari ilianza pale ya miiraji Baitul Maqdis kwenda mbinguni. Hakwenda Mtume sallallahu alaihi wasallam kidoto kama wanavyosema baadhi ya watu kwamba alienda kidoto. Hakwenda kidoto, ameenda kwa kiwiliwili na roho yake. Na ndiyo maana Allah tabaraka wa taala alipoizungumzia safari hii akazungumzia abd, subhanalladhi asra bi'abdihi, ili mtu awe ni abdu aitwe kwa hivyo ni lazima awe na kiwiliwili na vile awe na roho. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakwenda ndotoni, alienda kwa kiwiliwili na roho yake akiona yote, kwa sababu aliyaona yote, alionyeshwa na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo sura hii inatukumbusha sisi wanadamu kumsadikisha mtume na kumwamini katika yale yote ambayo ameyashuhudia na akatueleza bila kujadili na kutilia shaka. Lakini sura hii ikafuatisha mazungumzo kuhusu masanamu ambayo washirikina walikuwa wakiabudu badala ya Allah tabaraka wa taala, na sura hii imejulisha na kueleza ubatilifu wa kuyafanya hayo masanamu kwamba ni miungu ikaabudiwa. Isiabudiwe na wala isifanywe miungu hiyo misanamu, sawa fi dhalika ibadatu al-asnam wa ibadatu al-malaikati al-kiram, sawa sawa watu wakajiingiza kuabudu masanamu au kuabudu malaika. Maana sura hii imekuja batilisha vyote ambavyo vitaabudiwa na wanadamu badala ya Allah. Vyote ni batili isipokuwa ibada ya Allah pekee, la sharika la, ndiyo ambayo ni sahihi kwa wanadamu kumfanyia yeye ibada hizo. Thumma tahaddathat anil jazai al-ati yawm ad-din, kisha sura ikaendelea kuzungumzia malipo ya uadilifu ambayo watalipwa wanadamu siku ya malipo. Haikutujza kullu nafsi bima kasabat, hali ya kwamba kila nafsi italipwa ilichochuma. Fayanalu muhsinu jazaa ihsani, atapata alofanya wema malipo ya wema wake. Wal musiu jazaa isaatihi, na alikosa na kufanya makosa atalipwa malipo ya makosa yake. Watu watakuwa ni wasabuli mbili, makundi mawili tu, fariqul abrar wa fariqul fujjar. Utakuwa na kundi la wema na kundi la waovu. Kisha sura hii tena ikazungumzia dalili juu ya uadilifu wa malipo ya Allah kwa wanadamu, na mwanadamu hatolipwa isipokuwa kile ambacho amekitenda. Wa annahu la tahmilu nafsun wisra ukhra, na hakuna ambaye atabeba madhambi ya mwenziwe. Lianna al-uquba la tataadda ghaira ujri, kwa sababu makosa na adhabu hazitoondoka kwa yule ambaye amefanya makosa kwenda kwa mwingine. Adhabu kila mmoja itampatikania yule aliyemkosea Allah tabaraka wa taala. Lakini vile vile sura hii ikataja athari za kudura za Allah tabaraka wa taala bil ihyai wal imata, katika namna ya kuhuisha viumbe na kufisha,
walba'thi ba'da al-fana, namna watu watakaofufuliwa baada ya kuchakachika na kuoza. Yote hayo yameelezwa katika sura hii. Vile vile akaelezea namna ya Allah kwamba yeye ndio mughni wal muqtir, yeye ndio anampa mtu utajiri na yeye ndio anamfukarisha mtu. Allah ndio anamkunjulia mtu kipato na Allah ndiye anambania mtu kipato. Bali akaelezea vile vile kwamba yeye ndio aliumba pea mbili zile, mwanamke na mwanamume, min nutfatin idha tumna, ambao wote hao maumbile yao yametokana na maji ya uzazi yenye kuchupa na kuruka. Mwisho sura imehitimisha katika yale ambayo yaliwakumba umma zilizopita zilizofanya makosa kama kaumu Ad, Thamud, kaumu Nuh, Lut, namna walivyopata adhabu nzito ya Allah. Na yote hayo Allah ameyataja kwenye sura hii tadhkira likufari Makkah bil adhab, ili kuwakumbusha makafiri wa Makkah adhabu ambayo yantadhiruhum bitakdhibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ambayo inatarajiwa iwapate kwa kule kumkadhibisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zajran li ahli al-baghi wa tughyan an istibari bitamarrud wal isyan, na vile vile kuwakataza watu ambao na kawaida ya wasi kutoendelea na kuasi, kwa sababu ni jambo ambalo linamchukiza na kumkasirisha Allah, na wakati wowote mwenye maasi huenda akakumbwa na mkono wa chuma na adhabu nzito ya Allah tabaraka wa taala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa. Ukisoma hii sura tu unapata msisimko mpya katika usomaji, kwa sababu alfawasil walwuqufu vimeambatana kwa herufi moja, al-alfu al-mamdud, ambayo inaongeza ladha. Ukiangalia Qur'ani namna katika fawasili zake ziko tofauti, tumeona ziko tofauti. Angalia Allah anasema was-samaa'i dhati buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud kutila ashabul ukhdud an-nari dhati al-waqud. Ondoka huko, njoo katika surati An-Naba, amma yatasaalun anin naba'il 'azim alladhi hum fihi yakhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Wakfu zake ni tofauti, na hii ni miongoni mwa muujiza wa Qur'an, kwamba haimchokeshi mtu usulubu mmoja na njia moja tu hiyo hiyo. Achana na hiyo, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'budu, mpaka mwisho. Alafu njoo katika sura hii Najm, usimamaji wake nao ni tofauti. Ndiyo maana Qur'ani waweza ukahitimisha hata mara 1000, lakini huchoki kusoma tena wala kuisikiza tena. Kila atakayesoma wewe waiona Qur'ani kama mpya, kila ukisoma ndio unapata hamasa ya kuisoma, kwa sababu Allah tabaraka wa taala yeye ameleta ufundi. Ndio maana akawaambia wale washirikina waliokuwa wakimjadili Muhammad, fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u man istata'tum min duni llahi in kuntum sadiqin.
Leteni mfano wa Qur'ani, japokuwa sura moja ambayo imekamilika bayani yake, wakati zake, saj'i zake, bayani yake, balagha yake, maani yake, iwe kama hivyo Qur'ani. Lakini waliweza? Hawakuweza. Wanajmi idha hawa, Allah anaanza na qasam kwa sababu kuna jambo zito atakalieleze mbele baada ya kiapo. Ndio maana sura hii anaifungua na kiapo, alwawu wawu qasam wa jar. Wanajmi muqsam bihi, Allah anaapa na nyota. Walillahi an yuqsima bima shaa min makhluqatihi wa laysa lilkhalq an yuqsimu illa billahi au bisifatihi azza wa jalla. Allah yeye ana haki ya kuapa na chochote anachotaka kwenye viumbe vyake, chochote. Lakini mwanadamu hatakiwi aape isipokuwa kwa jina la Allah au sifa yake. Kwa hiyo hapa Allah anaapa na nyota. Wanajmi idha hawa, na hapa na nyota inapoondoka. Nyota si zinakuwepo, alafu baadaye unaziona hazipo katika baadhi ya mufassirini. Wengine wanasema wanajmi idha hawa, na hapa na nyota zinapoanguka. Wale shayatin aljin walikuwa yastarikuna sam, wakienda kule. Tumeelewana? Inna zayyana as-samaa bizinatin al-kawakib wa hifdhan min kulli shaytanin marid la yasma'una ila al-mala'i al-a'la wa yudhafuna min kulli janib. Tumeipamba mbingu ya dunia kwa mapambo ya nyota, na hizo nyota tumezifanya ndio mlinzi wa kuhifadhi mbingu isiingiliwe na mashetani wa kijini ambao walikuwa wakienda kusikiliza habari za siri za Allah tabaraka wa taala. Kabla ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majini wale asi walikuwa wakienda kuchukua habari za ghaibu ambazo tayari Allah amewaamrisha malaika wanasikiliza. Nyingine walikuwa wakizipata, chache walikuwa wakizipata, alafu wakileta kwa makuhani ardhini. Kwa hiyo makuhani wanapoletewa, ndipo huambia wanadamu wenzao kwamba utatokea kadha. Kuna pengine walipatia kwa sababu walisikia kule. Baadhi ya mufassirina wanasema hata suala la kuangamizwa Firauna, majini walipata habari ile baada ya kuhukumiwa na Allah tabaraka wa taala kwamba atatokea kijana katika Bani Israili, lazima iwe ni sababu ya kuhariki na kufa Firauna. Kwa hiyo walipompigia bao Firauna, wale makuhani wake wakamwambia, mzee, tumechungulia tumeona. Mzee, tumechungulia na tumeona. Haya, mnaona nini? Asema, tumeona kwamba kuna habari baya kwako wewe mzee. Habari baya hii yatakiwa uwe na makini nayo. Mnaona nini? Wamwambia, sisi tumeona kwamba kuna kijana wa Bani Israili atazaliwa, na wewe mauti yako yatatokana na sababu ya huyo kijana. Kweli? Sema kweli, tunasema lini uongo sisi mzee? Ndipo Firauna alipotangaza amri kwamba wanawake wenye mimba wote Misri wasajiliwe wote katika Bani Israili. Kila mwanamke mwenye mimba ajulikane mimba yake namna gani na anatarajiwa mwezi gani kujifungua. Na mwanamke wa Bani Israili atakayejifungua, ikiwa mtoto wa kike, mtoto huyo amesalimika,
hana janga lolote na mamlaka ya Firauni, lakini yoyote atakayejifungua mtoto wa kiume, basi lazima mtoto yule amsalimishe kwa walinzi wa Firauni, akauawe. Swala hili likaenda sana, swala hili lilienda muda mrefu. Firauna ikawa anaua watoto wa kiume, anawacha yudhabihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum adhim. Wakawa wanawaacha hai watoto wa kike, lakini watoto wa kiume kila anazaliwa anauawa. Ilikuwa balaa kubwa sana kwa wana Israeli, waliteseka sana. Baadhi ya mufasirina wanasema amri ya Firauna ilikuwa mwaka huu watauawa, mwaka ujao watakaozaliwa mwaka ujao wanasalimika. Wakasema ndipo aliposalimika Harun alayhi salatu wassalam, kwa sababu Harun ni shakiki wa Musa, shakiki wa Musa. Lakini historia na Qur'ani inamzungumzia malezi ya kuzaliwa Musa tu, lakini haikumzungumzia Harun. Maana yake unaweza kujiuliza huyu Harun alitokea wapi? Baadhi ya mufasirina wanasema kwamba yule bwana aliweka mwaka huu tutaua, mwaka ujao tutaacha. Ule mwaka aliozaliwa Harun hawakuuawa watoto, wallahu a'lam. Lakini Allah alitaka kuonyesha ufundi wake. Yule ambaye atakuwa ni sababu ya kuangamia Firauna alizaliwa kwenye mwaka ule wa taabu. Si kuzaliwa tu, bali yule ambaye ndiyo adui yake atamlea kwa gharama zote alimlea. Tulielezea katika surati Qasas na sura nyingine zilizopita ya namna alivyookotwa, alivyotupwa. Maana mama Musa, baada ya kuzaliwa mama Musa ikawa ana hofu. Wa auhaina ila ummi Musa an ardi'ihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam wala takhafi wala tahzan inna raduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin. Tukamwambia mamake Musa baada ya kuzaliwa, maana kazaliwa mwezi ule mwaka ule, tukamwambia mamake Musa, mnyonyeshe mwanao, ukiogopa kumnyonyesha na kubakia naye nyumbani, fa alqihi fil yam, kamtupe baharini, wala takhafi wala tahzani, usiogope usihuzunike, sisi tutamrejesha tena mara nyingine kwako wewe. Ni kweli alipomtengenezea sanduku lile akamtupa baharini, akaokotwa na walinzi wa Firauna, kaenda nyumbani mwa Firauna. Firauna akasema amri yangu ni ile, mtoto wa kiume lazima uwawe. Lakini akiyasema hayo, mkewe naye yupo akiangalia mtoto yule. Hebu niangalie hizo busu zake mtoto mwenyewe. Alipompiga jicho tu mama yule, mtoto ana busu nzuri huyu, sijawahi kuona mtoto mzuri kama huyu. Firauna asema wewe, mkasema hapana, la taktuluhu, msimuue huyo, sisi hatujapata mtoto. Mama Asia anasema hivyo, sisi hatujapata mtoto ana busu nzuri huyu, ufanye kijana wetu huyu. Firauna asema huwa, kama uwe basi na mimi si mtu wako kuanzia leo. Simwajua majumba yetu yalivyo na wake zetu wakisimama akidete wale wengine wapunguza munkar, wasema haya bora halina maasi haya na lipite. Kwa hiyo alikubali. Musa ndio akasalimika, akalelewa. Maziwa yote ya wanyonyeshaji walikuja nyonyesha pale, Musa aliyakataa. Alipokuja mama mtu kujaribu, Musa akanyonya, akamwambia wewe ndio tukelelea mwanangu. Firauna amwambia mama yake Musa bila kujua kwamba ndio mzazi. Akaajiriwa pale anyonyeshe yule mtoto huko alipwa. Angalia Allah tabaraka wa taala anamlea mwanawe, hana hofu yoyote na analipwa. Kwa hiyo wanajmi idha hawa, wamezungumza baadhi ya mufasirina kwamba Allah hapa ameapa na nyota,
pili inapoanguka wapiga wale mashayatini alladhina yastarikuna as-sam'a, ambao walikuwa wanakwenda kuiba habari za ghaib wa Allah tabaraka wa taala. Lakini baada ya kupewa utume Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndipo suala lile likawa limekomeka. Mwanzo walikuwa wakienda bila kupigwa na vimondo, lakini Mtume alipopewa utume ikawa kila wakienda wanapata tabu. Inna kunna naqudu maqa'ida lis-sam'i faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Majini wakawa wanaenda kama walivyozoea, unasikia habari za ghaib, lakini wakashtukizwa kwa mara ya kwanza. Wameenda wakaona vimondo, nyota zinawapiga, zinawapuza, zinawapiga. Inna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam'i, mbona sisi tulikuwa tunaenda vizuri kusikiliza habari? Faman yastami' al-ana yajid lahu shihaba rasad, mbona sasa hivi anakwenda kutaka kupata habari apigwa vimondo? Kuna nini? Yasemekana wakaanza kutafuta, hakuna, lazima mabadiliko ya ulimwengu, kutakuwa na jambo zito. Wakaanza kufanya swafa, wakafanya tawafu katika ulimwengu, wakaenda mkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam akisoma Qur'an. Wakasema huyu yaonekana ndiyo sababu sisi sasa nini, maana siku zote hatujaona tukio hili, lakini huyu yaonekana ndiyo sababu sisi tukienda kule. Hebu tuendelee tena. Wakienda wapigwa, wakienda wapigwa. Kwa hiyo zile nyota zinazopiga ndo wanajmu idha hawa, na hapa na nyota pale inapoanguka wapiga wale mashetani. Na utaona haya zinazokuja na haya tuliyoeleza, nyota na mnasaba wa kupewa utume Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tulivyoeleza kwamba mara ya kwanza kupigwa majini wale shayatini wale kwenda sikiza, mara ya kwanza kupigwa ili wasisogelee kwenda sikiliza habari za ghaib ni wakati wa bi'thati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ni wakati Mtume amepewa utume, ndio jambo hilo lilianza rasmi. Angalia haya inafuata, Allah anasema ma dhalla sahibukum wama ghawa, hakupotea jamaa yenu wala hakukengeuka. Hakukengeuka kwenye haki, hakupotea kuifuata haki wala hakukengeuka kuifuata haki. Umeona, hili ndio jawabu al-qasam, ndio jawabu la hiyo kasam, kiapo kilichopita. Maana yake, kwa nini Allah ameapa na nyota? Ameapa kwa sababu atakaelezee akhlaqi na adabu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna mahusiano makubwa ya mashaitani kupigwa vile vimondo na bi'thatun nabii, kupewa utume Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu maneno haya mawili yana maana ya kukaribiana. Tumeelewana eh? Ma dhalla min adh-dhalal sahibukum wa ma ghawa min al-ghiwaya. Adh-dhalal ni wasfun tabi'un liman la yattabi'u al-haqq. Dhalal ni wasifu wa mtu ambaye hafuati haki, haijui haki. Na ndio pale Allah tabaraka wa taala aliwasifu ghairi maghdubi alayhim wala dhalin. Adh-dhalin kina nani? Ni manaswara. Kwa sababu gani wameitwa dhalin? Kwa sababu ya kutoijua kwao haki. La yaarifuna alhaq wala yattabi'una. Na hao Mayahudi wameitwa maghdubi alaihim kwa sababu wanaijua haki lakini hawaifuati.
Mayahudi wana ilmu kujua haki, wamemsoma hata Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye kitabu chao, wanamjua Muhammad vizuri, wanaujua Uislamu vizuri. Lakini manaswara hawa ni kichwa mchunga. Hata ukiangalia wazama zetu leo, wengi wafuata mkubwa, lakini hawana ilmu ya kile wanachokifuata wala wao wanachokipinga. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala anamtakasa mtume wake kwamba dhalla sahibukum, hakupotea katika kufuata haki mtume jamaa yenu. Maana yake kwamba akaijua haki akaiacha, wama ghawa, wala hakukengeuka. Maana yake ameijua akaiacha kufuata, hakufanya hivyo. Yote aliyoshikamana nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yote ni katika haki ambayo ameshikamana nayo sallallahu alaihi wasallam. Ay ma dhalla Muhammadun an tariqi alhidayah, hakupotea Muhammad kuifuata njia ya uongofu. Wama ghawa wala hadda an nahji alistiqama, wala hakukengeuka kuiacha njia ya sawa sawa, hakupotea wala hakukengeuka. Wama yantiqu anil hawa, na wala hazungumzi kutokana na matamanio ya nafsi. Hizi aya zilizotangulia, hichi kiapo kilichotangulia, maana yake Allah anasafisha mazingira, atakayezungumzia habari za mbinguni. Allah atakazungumzia Mi'raj, Mtume sallallahu alaihi wasallam kutolewa pale Baitul Haram kupelekwa Sidratul Muntaha, mbingu ya 7. Kwa hiyo swala hili linahitaji kwanza kuwaaminisha watu imani zao, kwa sababu ni jambo ambalo haliko kwenye ufahamu wa karibu wa mwanadamu bila ya imani. Ndio maana Allah anaanza kumwelezea mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, lakini vile vile akaanza kuzungumzia habari za mbinguni kabla ya kuzungumzia yeye mwenyewe Muhammad. Amezungumzia, ameapa na nyota. Nyota ziko wapi? Ziko mbinguni. Ndivyo alivyofungua hii sura, kana kwamba anaeleza Allah tabaraka wa taala kwamba habari zinazofuata zote zitahusu huko kulikokuwa na nyota. Kwa hiyo kuweni makini kumuelewa huyo ambaye habari zake alikuja huku kuzichukua huko. Wama yantiqu anil hawa, na wala yeye hazungumzi kwa matamanio ya nafsi kama ambavyo tunazungumza sisi. In huwa illa wahyu yuha, hakikuwa anachokizungumza isipokuwa ni wahi ambao umefunuliwa na kupewa yeye. Hapa tunapata dalili kwamba sunna wal Qur'ani kilahuma wahyu min Allah. Hadithi na Qur'ani zote ni wahi kutoka kwa Allah, kwa ushahidi wa aya hizi. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kwa hiyo mtu akisema mimi natosheka na Qur'ani tu, hadithi sitaki, huyo pia amekana wahi, amekana wahyu min Allah, kwa sababu hadithi, maneno ya mtume na Qur'ani zote ni wahi za Allah tabaraka wa taala, kwa sababu mwenyewe amesifu kwamba in huwa illa wahyu yuha, hayakuwa hayo anayoyatamka isipokuwa ni wahi uliofunuliwa kwake. Ay la yatakallamu illa an wahyi min Allah, yeye hataka azungumzi mtume isipokuwa ni wahi kutoka kwa Allah azza wa jalla. Mal Qur'an illa wahyu, haikuwa Qur'an isipokuwa ni wahi yuhihi Allahu ilayhi, ambao Allah tabaraka wa taala anamfunulia yeye mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya anapataje Muhammad? Allah anasema allamahu shadidul quwa,
allamahu shadidul quwa. Alquwa jamu ya quwwatu, alquwa ni jamu ya quwwa. Allamahu shadidul quwa, amemfundisha wahyi huo yule mwenye nguvu nyingi, ambaye ni nani? Ni Jibril alayhi salatu wassalam, ndiye alikuwa akimfundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja katika hadithi ya Umar ibn Khattab, hadithun tawil. Bainana inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin ittala alaina rajul. Umar anasema wakati ambapo tulikuwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam tumekaa naye, akaja bwana mmoja, shadidu bayadhi thiyab, shadidu sawadi sha'ri, la ya'rifu minna ahad wala yura alayhi atharu safar, hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi faqala ya Muhammad akhbirni an al-islam. Hadithi ndefu. Siku moja tumekaa na Mtume tukidarisishwa, akaja bwana mmoja akiwa na nyele nyeupe, nyele nyeusi mno, nguo nyeupe safi mno, haonekani kwamba ni msafiri, labda ana vumbi la nywele au kwenye nguo. Huyu mtu atokea wapi? Sisi hatumjui, lakini ni mtu hana athari yote kwamba ni msafiri. Alipokaa kwa Mtume, magoti yake akayasogeza kwenye magoti ya Mtume, viganja vyake akaviweka kwenye mapaja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, Muhammadi, nifundishe nini Uislamu nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akafundisha nguzo 5 za Uislamu. Qala sadaqta. Yule mwanafunzi akasema, mwanafunzi mpya yule akasema, umesema ukweli mwalimu. Umar anasema faajibna yasaluhu wa yusaddiquhu, tukapata mshangao, mwanafunzi huyu ni mpya leo darasani kaji auliza mambo, mwalimu asema umesema kweli, kajuaje huyu mwanafunzi na ni mpya huyu? Lakini tukaona tuache mambo ya watu, tusikilize tu. Wakala ya Muhammad akhbirni an al-iman, nipe habari, nifundishe imani. Mtume akafundisha nguzo 6 za imani. Akasema sadaka kama kawaida yake, akamwambia nifundishe ni ihsani ni nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akafundisha ihsan, an ta'budu Allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan. Akamuuliza kiyama lini na zipi dalili zake? Mtume pale alikuwa akimwambia mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il, mwenye kuulizwa hajui kumshinda yule mwenye kuuliza. Mtume alishamshtukizia kwamba huyu kidume hiki, chuma kimening'ia leo kwa sura ya kibinadamu, lakini akaninya kimya, akamwambia mwenye kuuliza ajua zaidi kiyama, habari ya kiyama kuliko huyu anaulizwa. Kidume kiona shashtukiziwa hapa. Akaondoka zake. Jibril kaja kwa sura ya kibinadamu. Alipoondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Umar, ya Umar, atadri man sali, unamjua aliuliza? Akamwambia Allahu wa rasuluhu a'lam. Masahaba walikuwa na adabu ya kujifunza, tumeelewana hata kama kitu chengine walikuwa wanajua, lakini wanataka ziada. Wenda Mtume akatoa ziada zaidi, akamwambia Allah na mtume wake ndio wanajua zaidi, simjui yule. Akamwambia yule ni Jibril. Ukisikia Jibril ndio yule, ataakum yuallimakum dinakum, leo alikuja kuwafundisha dini yenu. Watu wakaenda wapi? Hebu angalia yuko huko, kidume kishatoweka. Hapa kilikuwa kinakuja kwa sura ya kibinadamu,
Lakini mara nyingi ilikuwa akimjia mtume kwenye sura ya kibinadamu. Kuna sahaba mmoja anaitwa Dihiyatul Kalbi, bwana mtanashati fulani hivi, kijana mtanashati hivi. Mara nyingi Jibril ilikuwa akija kwa mtume haja kwa sura ya yule bwana, lakini mtume hajua. Lakini kwa uzito wa wahi na Jibril alipokuwa akimjia mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume ukatika jasho, wahi umemteremkia mtume ukatika jasho, ulemelewa. Na kama yuko juu ya ngamia mpaka anashindwa kutembea, anapiga magoti kwa sababu wahi unapomshukia, uzito aliobeba, na katika jasho sana. Kwa hiyo ndio huyu Allah anamsifu kwamba allamahu shadidul quwa, amefundishwa hiyo wahi na yule mwenye nguvu mno ambaye ni Jibril. Nguvu zake, angalia katika miji ya watu wa Lut, utaka kuzijua vizuri nguvu alizopewa Jibril alayhi salatu wasalam. Allah tabaraka wa taala anasema falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijili mandud. Amri yetu ya kuangamiza mji wao ilipofika, tuliufanya mji ule chini juu chini. Baadhi ya mufassirina wanasema ni Jibrili ndio alikwenda uteka na mbawa ule mji. Jibrili alayhi salatu wasalam ndio alikwenda uteka ule mji, ikawa watu wako kwenye shughuli zao kama kawaida, kama unavyoona tuko hapa. Kumbe mji ushaendelea huko juu, wanaotembea wanatembea, wanaokimbia wakimbia, wanaolima walima. Kama kuna watu wamekwenda kuzikana wanauzikana, wanazikana. Kama kuna watu kama kawaida unavyoona hivi. Kumbe mji huko ardhini, kumbe shughuli zote zinazofanyika hizo watu wako juu, wenyewe hawajui. Jibril ameuteka na mbao zake. Alipofika kiasi ambacho Allah tabaraka wa taala akamwamrisha, akamwambia qalibuha waja'alna 'aliyaha safla, mji ukaja juu chini chini juu. Alafu Allah akateremsha na mvua ya mawe, lakini alioteka ni Jibril alayhi salatu wasallam. Ndio huyu Allah anasema hapa allamahu shadidul quwa, alifundisha wahi huyo kutoka kwa Allah yule mwenye nguvu mno. Dhu mirra, mwenye mandhari nzuri. Hakuwa na mandhari mbaya. Dhu hasafati fil aqli, mwenye ufahamu mzuri, mwenye mandhari nzuri. Wa quwwatin fil jismi, na mwenye nguvu katika mwili. Fastaqarra Jibrilu ala suratihi alhaqiqiyya, akamakia Jibrili kwa katika umbile lake la sawasawa la kiasili. Dhu mirra, mwenye ufahamu na mandhari nzuri. Wa huwa bil ufuqil a'la, na yeye akiwa katika pande za juu kabisa. Amesadda al-ufuq, pande zote alikuwa amezi kama ilivyokuja katika Jabal Hira. Wa huwa bil ufuqil a'la, na yeye akiwa kwenye pande za juu zote ameziba. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuona Jibril kwa mara ya kwanza kwa umbile lake, ni kipindi kile akiwa katika Jabal Hira. Mtume alikuwa na kawaida kabla ya kuletewa wahi wa kuondoka nyumbani kwake kwa mke wake na kwenda katika sehemu za nje ya Makka, kwenda kutafuta njia ya kutambua kwamba je, huu ulimwengu kuna ambaye ndiye aliuleta au ulimwengu umejitokea wenyewe. Alikuwa akitafuta usahihi. Pamoja alikuwa na ilhamu
waliotangulia katika baadhi ya mtume, lakini ilikuwa anatafuta njia sahihi ambayo yanashikamana nayo moja kwa moja. Kwa hiyo aweza kuchukua chakula nyumbani kwa mkewe, akaenda kaa wiki mbili mpaka mwezi, chakula kinapoisha anarudi. Kwa mara ambayo alitokewa na Jibrili wakati yuko katika milima hiyo, aliona kiumbe cha ajabu. Kile kiumbe alichokiona kilikuwa kimeziba mashariki mpaka magharibi. Wa huwa bil ufqil a'la, naye akiwa ameziba pande zote zile za juu, ameziziba. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa ndio mara ya kwanza kushuhudia tukio lile, irtajafa, akatetemeka, akaogopa. Baadhi ya mufassirina wanasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoteza umakini pale. Jibril alaihi salatu wassalam akarudi kwenye umbile la mwanadamu, akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama aya zilizofuata, thumma dana fatadalla, kisha akamkaribia Mtume fatadalla, na kumkaribia zaidi. Maana yake baada ya Mtume kupoteza umakini, Jibril alirudi kwenye umbile, akajifanya kama mwanadamu, akamsogelea Mtume, akampagusa vumbi lile. Na imekuja katika baadhi ya aya kuashiria kwamba Mtume Jibril alipofika pale, baada ya Mtume kurudisha ufahamu wake, akampa wahi aliyotumwa na Allah, iqra. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari, mimi siwezi kusoma. Fadhammahu dhamman, akamminya kwa nguvu. Iqra, soma. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari, mimi siwezi kusoma. Fadhammahu dhamman, akamminya tena, kaambia iqra mara ya tatu. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la Mola wako aliyeumba. Khalaqa al-insana min 'alaq, amemuumba mwanadamu kwa pande la damu. Iqra wa rabbuka al-akram, soma kwa jina la Mola wako ambaye ni mkarimu. Allama al-insan ma lam ya'lam, ukarimu wake miongoni mwao amemfundisha mwanadamu yale asiyojua. Amemfundisha mwanadamu yale asiyojua. Mpaka leo yaendelea Allah kumfundisha mwanadamu. Angalia katika uvumbuzi, mambo mengi mwanadamu. Hii elimu aliyokuwa na mwanadamu, teknolojia na nini yote, ni Allah ndio anamfundisha mwanadamu. Allama al-insana ma lam ya'lam, iqra wa rabbuka al-akram, soma na Mola wako alikuwa mkarimu. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mara ya kwanza afundishwa, kwa mara ya kwanza anapewa wahi. Lakini kikubwa katika kukutana Mtume sallallahu alaihi wasallam na Jibril hapa, inatuonyesha kwamba ilmu ni kitu chenye thamani. Huwezi kuipata ilmu kwa kutaka starehe ndani yake, lazima utaabike. Na kila utakayemuona ana ilmu yoyote, basi jua ametaabika kwa njia moja au nyingine. Kama naita an tumsi faqihan munawira bighairi ana faljunun funun walaysa iktisabu almali duna mashaqqa tahammaluha falilmu kaifa yakun. Waweza ukatamani uwe mwana wa chuoni mkubwa,
kwamba ulale tu amke uwe mwanachuoni, jambo hilo haliwezekani. Bighairi ana, bila kusumbuka. Faljununu fununu, hiyo itakuwa ni pati ya uenda wazimu, kwamba yetu ulale tu uoteshwe asubuhi ni shekhe tayari ni ali. Lazima uende ukatafute ilmu, na kwenye kuitafuta ilmu huko utalala na njaa, utaugua, utakosa tiba, utatamani mambo utayakosa, lakini kwa kuwa azma yako ni ilmu lazima usonge mbele. Mashekhe wote kama watawaelezea historia zao za kusoma, utaona huko mashekhe zote illa man rahima rabbi, kwa sababu kama mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alisumbuliwa, alibanwa, aliminywa, utaipataje thamani, kitu cha thamani? Yaghussu al-bahra man talaba laali, hata ile lulu lazima upige mbizi kwenye kina kirefu cha bahari ndio kichukue lulu. Elimu ni lulu. Ndio maana Allah tabaraka wa taala kuonyesha kwamba elimu ni lulu, mpaka ujipinde kuachane na matamanio yote lazima. Ndio maana alituonyesha kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja kwamba ndio kipenzi chake namba moja, lakini kwa kuwa anapewa kitu chenye thamani kwenye ulimwengu huu, elimu, ndio maana alinyimwa na Jibril, fadhammahu dhamma. Angalieni nyinyi hapa, wewe ufikiri kazi ndogo kukaa kwenye darasa kama hili? Wafikiri kazi ndogo? Wakati huo kuna mipira yachezwa, wakati huo kuna porojo kwenye baraza la kahawa, uachane navyo je hapa. Ile peke yake ni tabu. Nafsi atakayeenda kwenye porojo huko, wewe walazimisha nafsi yako lazima ndio darasani. Walaysa iktisabu almali duna mashaqqa tahammaluha falilmu kaifa yakun. Kutafuta pesa tu mtu anapata shida, itakuja kuwa kutafuta ilmu. Kama kwenye kutafuta pesa unapata shida, basi jueni kutafuta ilmu kuna shida zaidi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimshuhudilia Jibril katika umbile lake la kimalaika akiwa na mbawa 600, wa huwa bil ufqil a'la, naye akiwa ametanda katika pande za juu zote ameziba. Thumma dana min ad-dunub, kisha Jibrili akamsogelea Mtume, fatadalla, na kujisogeza zaidi karibu. Ndio hapo waliposema baadhi ya mufasirina kwamba alipopoteza ule umakini Mtume sallallahu alaihi wasallam, Jibrili ndipo alikuja kwa umbile sasa la kibinadamu ili kumuondoa hofu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume ikawa sasa anafundishwa na Jibrili, mwalimu wake. Allah anauzungumzia ule ukaribu uliokuwepo kati ya Jibrili na Mtume, ulikuwa wa sampuli gani? Anasema fakana qaba qausaini, akawa kiasi cha ncha mbili zile za upinde, au adna, au alikuwa karibu zaidi na Mtume sallallahu alaihi wasallam Jibril, kana kwamba Allah anatupigia picha ya ile tukio lililokuwa kati ya Mtume na Jibril pale Jabal Hira. Ukaribu ulikuwepo, ule upinde ule ulivyo, ncha yake hii na hii una umbali, lakini Allah anasema au adna, au yawezekana ni karibu zaidi kuliko ncha ya upinde na mpinde. Walivyokuwa Mtume na Muhammad wako karibu mno. Na ndipo alipotoka hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliporudi zake nyumbani, bado ile picha ya umbile la Jibrili la kimalaika likimjia katika kichwa chake. Umbile la mbia kila akikaa kama ione. Aliporudi nyumbani haraka, dathmiruni fadafaruhu, zammiluni fazammaluhu, nifinikeni nguo jamani. Amwambia mke wake, nifinikeni haraka, nifinikeni. Yaani maana yake kama ile picha ya mjia, kiumbe hicho chenye mbawa 600 cha ajabu kimeziba hata jua kule halionekani,
ziba mashariki na magharibi. Huyu ni kiumbe wa aina gani? Zammiluni fazammaluhu, finikwa nguo. Khadija bintu Khuwailid anamuuliza mumewe, kwani kuna nini? Niambie Muhammad, una tatizo gani? Umeona nini? Kwani acha nifike nguo, nifike, ongeza nifike. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwisho amwambia mkewe, mimi nimeona kiumbe cha ajabu sana, sijajua kiumbe kile ni cha aina gani. Wewe mume wangu, wewe una shani, wewe utakuwa na jambo zito kama umeona kiumbe cha ajabu hicho, maana hamna viumbe hivyo humu duniani. Sisi hata tujasimuliwa pia na wazazi wetu na wazee wetu, basi wewe itakuwa kuna jambo. Lakini kwa kuwa na ibn ammi yangu Waraka bin Nawfal, huyu ni mtu mzima, lakini huyu hana ibada za kuabudu masanamu kama watu wa Maka. Yeye mwenyewe asema kwa dalili za wakale. Itakuwa labda ukena mwadithia aweza kujua yeye ni mtu mzima, lakini ameshikamana na dini za watu wakale. Hebu twende. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposhika mkono na mkewe moja kwa moja mpaka kwa Waraka bin Nawfal. Kufika akamweleza, kwambia sawa sawa, dhalika namus kana yati ila Musa. Huyu itakuwa ni Jibrili tu, huyu alikuwa akimjia hata Musa, huyo ni Jibrili. Natamani wakati watu wako watakapokufukuza hapa mjini mingi likuwepo. Natamani. Mtume ashtuka, kwani mimi nitafukuzwa hapa? Ambia kwa sababu hakuna yoyote mwenye kupewa neema hii na Allah